naitwa Dr. Leonard Subi, ni mkurugenzi mtendaji hospitali maalum ya taifa ya magonjwa ambukizi Kibong'oto ambayo iko chini ya Wizara ya Afya. Leo tuko kwenye baraza kuu la wafanyakazi la wizara, na katika baraza hili tumekutana watendaji pamoja na vyama vya wafanyakazi kutoka matawi yote yaliyoko chini ya Wizara ya Afya. Na bahati nzuri tumekuwa na Mheshimiwa Jenista Mhagama, waziri wa afya, ambaye ameweza kutufungulia kikao chetu maalum. Ni kikao cha kazi, na umuhimu wa mabaraza haya kwa kisheria kama ilivyosemwa, na jambo la msingi ni kuimarisha mahusiano kati ya wafanyakazi pamoja na waajiri ili kuboresha utendaji kazi mahala pa kazi. Lakini katika kikao cha leo Mheshimiwa Waziri ametoa nasaha nyingi. Kwanza ameweza kupongeza watumishi wa sekta ya afya wanavyojituma nchini, lakini pia ameweza kuhighlight mafanikio makubwa sana ya serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan katika sekta ya afya, katika mapambano dhidi ya magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyokuwa ya kuambukiza. Lakini pia ameweza kubainisha mafanikio makubwa sana kwenye kuimarisha miundombinu ya sekta ya afya. Mimi binafsi kwa uzoefu wangu mkubwa naweza kusema na thubutu, katika nchi za Afrika katika kipindi hiki cha miaka takriban 5 hakuna nchi yoyote Afrika ambayo imeweza kupiga hatua kubwa ya kuimarisha sekta ya afya, hususan kuanzia afya ya msingi mpaka juu katika level ya rufaa. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa sana. Mheshimiwa Waziri ameweza kuhighlight kwa mfano upatikanaji wa mashine za uchunguzi za X-ray zaidi ya 290 nchini. Ni ukombozi mkubwa sana, na hili limefanyika ndani ya kipindi cha Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia upatikanaji wa CT scan, MRI. CT scan kila mkoa. Zamani ilikuwa kama luxury, sasa hizi CT scan ziko kila mahali. Lakini upatikanaji pia wa MRI katika hospitali zote za kanda zaidi ya 13. Kwa hiyo unaweza kaona MRI 13 si mchezo. Kwa hiyo unaweza kusema kwamba haya ni mafanikio makubwa sana. Lakini la msingi Mheshimiwa Waziri amesisitiza swala la haki za watumishi na watumishi kuwajibika, kwa maana haki na wajibu. Kwa hiyo ametusisitiza kwamba tuhakikishe watendaji tunasimamia haki za watumishi, maslahi ya watumishi na mambo mengineyo. Lakini la msingi ambalo ameweza kuhighlight sana, na tunasema ni baraza hili jema zaidi lenye mafanikio, ni kurejista mafanikio makubwa ya jinsi ambavyo serikali imeweza kusimamia maslahi ya wafanyakazi. Zamani tuliona walikaa watumishi muda mrefu bila kupandishwa vyeo. Watumishi wamepandishwa vyeo na wengine kwa mserereko wamefika juu. Kwa hiyo tunasema ni mafanikio makubwa sana. Maslahi ya watumishi wameendelea kulipwa stahiki zao, madeni yao walichokuwa nadai serikali. Yani ni almost mambo yanaenda vizuri mahali almost kote katika watumishi wa sekta ya afya. Kwa hiyo kilichosalia sisi kama watumishi wa umma ni kuwatumikia wananchi, kutumikia taifa letu, na pia kuona kwamba taifa letu lina sekta ya afya inachangia katika maendeleo na uchumi wa nchi yetu, hususan kuhakikisha tunakuwa na taifa la watu wenye afya bora watakaochangia sera pamoja na dira ya taifa katika kuyafikia maendeleo tunayojipangia. Kwa hayo ndio mambo ya msingi sana katika baraza hili. Lakini pia jambo jingine ambalo amelisisitiza Mheshimiwa Waziri ni namna gani tujadili kwa kina maboresho zaidi ya utoaji wa huduma kwa wananchi. Kwa hiyo amesema hii ni agenda endelevu, lazima tuijadili kwa kina. Kwa hiyo ameweza kuhighlight hayo yote. Mambo makubwa ni hayo katika hili baraza.